Ajira ambazo zimeendelea kuzalishwa kwenye sekta hii katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais, ajira za moja kwa moja ni ajira 19,356, lakini zizo za moja kwa moja ni nyingi zaidi, ni mamilioni ya ajira ambayo yanawagusa kuanzia wale watu wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya kwenye sekta ya madini, ikihusisha mamalishe, babalishe, bodaboda, watu wa huduma mbalimbali. Kwa hiyo inawagusa watu wengi zaidi, na haya ni mafanikio makubwa zaidi. Eneo la 6 ni eneo la masoko na vituo vya ununuzi, kuifanya biashara hii kuwa rasmi. Tumeshuhudia uanzishwaji wa masoko 43 na vituo vya ununuzi ya madini 109 ambao vimesaidia sana kuchagiza na kukuza sekta hii ya madini, ambapo jumla ya fedha iliyozunguka kwenye masoko haya yote katika kipindi chote hichi ni zaidi ya shilingi trilioni 2 na bilioni 200 ambayo imekuwa ikifanya biashara katika masoko haya. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yanapatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia eneo la 7 tumeshuhudia urejeshaji wa madini ya minada ya madini na vito, madini ya vito, na hasa hapa tumelenga sana katika eneo la Tanzanite ili kurejesha heshima ya Tanzanite, na hivi sasa tumeshafanya minada pale Mirerani na Arusha. Tunategemea pia kuwa na mnada mkubwa wa kimataifa pamoja na maonesho makubwa ya kimataifa, na hii yote ni kuthibitisha kwamba ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wananufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Eneo la 8 ni kuendeleza wachimbaji wadogo. Hili ni eneo ambao katika miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan limepata mafanikio makubwa sana. Tumeona wachimbaji wadogo wameendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye kuchangia upatikanaji wa maduhuli ambao serikali inayakusanya. Katika fedha zote ambazo nimezitaja zilizokusanywa mwaka jana, katika mwaka wa fedha uliopita za kiasi cha shilingi bilioni 753, wachimbaji wadogo wamechangia 40% ya makusanyo yote ambayo serikali imeyakusanya. Hivyo serikali itaendelea kuendeleza wachimbaji wadogo, na ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais, na dhamira hii tumeshuhudia kivitendo. Kwanza, tumeendelea kutoa leseni ambazo zimerudi serikalini kwa ajili ya wachimbaji wadogo, wakiwemo wakina mama na vijana. La pili, tumeendelea kutenga mitambo kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, ambapo wote ninyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais aligawa mitambo ya uchorongaji 5 pamoja na mitambo kwa wakina mama wale wanaoponda kokoto na madini mengine. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kuongeza mitambo hii, imeongezeka mitambo. Sasa tumenunua mingine 10 kwa ajili ya uchorongaji ambao tutaigawa, tutaisambaza nchi nzima, na mitambo hii tutaizindua muda sio mrefu. Pamoja na hayo, katika kuendeleza wachimbaji wadogo, STAMICO hivi sasa anaendelea kufanya kazi ya kuwalea na kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wadogo na wenyewe wanapiga hatua. Tukiwa nchini Canada, mimi na mkurugenzi mkuu wa STAMICO tulibaini viko vifaa ambavyo STAMICO anapaswa kuvinunua kwa ajili ya kusaidia kuendeleza eneo la utafiti, ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Na STAMICO ameshaanza mchakato wa kuongeza vifaa vya kusaidia katika upatikanaji wa madini kupitia utafiti, ambao naamini vitaongeza tija sana kwa ajili ya wachimbaji wetu wadogo. Lakini pia katika awamu hii ya 6, katika kuendeleza wachimbaji wadogo kupitia ofisi ya kamishna wa madini, tumeweka utaratibu maalumu hivi sasa wa kuanza kuwatambua wachimbaji wadogo kwa aina ya uchimbaji wao na uwekezaji wao, na kuweka katika magrupu hatua kwa hatua. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunawalea, tunawaendeleza ili waweze kuvuka kuwa wachimbaji wadogo kwenda kuwa wachimbaji wakubwa. Na dhamira hii
ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ambayo imeanza kufanywa kazi hivi sasa, na ndio ilipelekea kuundwa kwa timu ya wataalamu 6 kwa lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini. Ndugu zangu Watanzania wote mliopo hapa, nataka niwahakikishie nimeelekezwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanawezeshwa kikamilifu ili waweze kutoa mchango wao katika sekta ya madini. Hatuwezi kuendeleza sekta ya madini pasipo ushiriki kikamilifu wa Tanzania. Serikali itaendelea kuhakikisha ya kwamba inawajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kutoa mchango kwenye sekta hii ya madini. Hivyo katika kuendeleza wachimbaji wadogo, iko mikakati mingine mbalimbali ambayo ni ya kuhakikisha kwamba wachimbaji hawa sasa wanavuka hapo walipo kuendelea juu zaidi, na kama nilivyosema, STAMICO amepewa jukumu la kuwalea, na sisi tutaendelea kufanya kazi hiyo kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wanafikia hatua hiyo. Lakini eneo lingine ni ambalo la mafanikio makubwa ni la ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania. Ilikuwa ni jambo linalosubiriwa kwa hamu kubwa, pamoja na dhahabu nyingi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ametujalia, lakini bado hatukuwa na akiba kubwa ya dhahabu katika benki kuu yetu ambayo inasaidia sana kuimarisha sarafu yetu. Hivyo ilitulazimu kufanya mabadiliko ya sheria. Kifungu cha 59 cha sheria ya madini sura 123 kilifanywa marekebisho na kuwataka wamiliki wote wa leseni kutenga kiasi kisichopungua 20% ya dhahabu inayozalishwa hapa nchini ili ibaki kwa ajili ya kuongezwa thamani ndani ya nchi na kuchakatwa ndani ya nchi. Ndugu wa Tanzania, moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 ni katika eneo hili. Ukienda katika bara la Afrika, nchi inayoongoza kuwa na akiba kubwa ya dhahabu ni nchi ya Algeria, ina tani 174, na nchi ya 10 kwenye 10 bora inaofuatia nchi ya 10 kuwa na akiba ya dhahabu ni Msumbiji, ina tani 3.6. Tanzania pamoja na utajiri mkubwa ulionao wa dhahabu, hatukuwemo 10 bora kwenye nchi zenye akiba ya dhahabu. Baada ya kufanya mapinduzi haya makubwa ya utungaji wa sheria, tarehe 1 mwezi wa 10 iliwezesha Benki Kuu kuanza kununua dhahabu. Habari njema, mpaka kufikia mwezi wa 3 mwaka 2025 Benki Kuu imeshanunua dhahabu ya tani 3.1, na hivyo kupelekea kwamba ikifika mwezi wa 7 na malengo ambayo tumejiwekea kununua tani 6, tunakwenda kuingia ndani ya 10 bora ya nchi zenye akiba ya dhahabu, tukiwa tumefanya kazi hiyo katika miezi isiyopungua 8 tu. Haya ni mafanikio makubwa sana ya kuonesha namna ambavyo sekta hii imeendelea kukua. Lakini hali kadhalika katika kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumefanya marekebisho ya sheria na kanuni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika na sekta hii ya madini na kupunguza migogoro. Na moja ya mabadiliko ya kanuni ambayo tumeyafanya ni katika eneo la ushiriki wa wageni kwenye sekta ya madini. Kumekuwepo na malalamiko mengi sana ya asilimia kubwa ya wageni kwenda moja kwa moja katika maeneo ya machimbo, na hivyo kuchukua nafasi za Watanzania katika eneo hili. Tumefanya mabadiliko ya kanuni zetu kuziweka vizuri, ili pamoja na wageni watakaokuja kufanya kazi na Watanzania, lakini wafanye kazi katika utaratibu mzuri. Sheria ya madini kifungu cha 8 kinasema leseni ndogo ya uchimbaji wa madini itatolewa kwa Mtanzania tu
mtu yoyote ambaye ni mgeni haruhusiwi kufanya kazi katika leseni ndogo ya uchimbaji wa madini. Lakini kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3 kimetoa ruhusa ya mchimbaji mdogo mwenye leseni ndogo ya madini kuingia katika mkataba wa msaada wa kiufundi, technical support. Na hapa kuna wakati hii ilitafsirika tofauti na ilipelekea katika baadhi ya maeneo ni kama maeneo yalikuwa yanauzwa, na hivyo kuwarudisha nyumbani wa Tanzania wengi sana walikuwa katika mnyororo wa thamani. Tumetunga kanuni upya za kwenye eneo hili la technical support, ambapo hivi sasa zipo katika hatua ya mwisho kusainiwa, na zitatoa mwongozo. Mgeni akija kwenye leseni yako ndogo, mgawanyo wenu wa mapato uweje na mchango wake uwe nini, ili mwisho wa siku tuwapate watu ambao ni sahihi, genuine, ambao wataungana na Watanzania kwenye kuendeleza sekta hii. Lakini pia mtakumbuka kwa kuna mgogoro mkubwa sana ya wenye mashamba, wenye maduara na wenye leseni. Mgogoro hii imekuwa ni mingi sana. Naomba nirejee tena, ni katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweka utaratibu ya kwamba ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji madini kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yake. Ukikubali kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, kwa sababu leseni haipangishi, leseni inatolewa wewe uchimbe. Kama uwezi kuchimba, lazima waachiwe watu wanaoweza kuchimba, lakini leseni haipangishwi wala sio pambo. Kwa mtu yoyote anayepewa leseni ambaye yeye hawezi kuchimba, anaingiza watu kuchimba kwenye leseni yake, jambo la kwanza, ukikubali kuingiza wachimbaji wadogo, lazima kwanza muwasajili na muingie mikataba itakayosajiliwa na Tume ya Madini. La pili, itakapotokea ya kwamba umepata mwekezaji wa kwenye leseni yako, badala ya kunitaka serikali nilete askari kuondoa wachimbaji wadogo, kazi hiyo hatutaifanya. Tunataka wale ambao uliwakaribisha kwanza wafidiwe, na ndio uendelee na mwekezaji wako, ili tulinde heshima na maslahi ya Watanzania katika eneo hilo. Hiyo ndio kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuifanya katika eneo hili. Lakini eneo lingine ambalo nataka nilisemee ni la uwezeshaji wa taasisi za chini ya Wizara ya Madini. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo hili. Tumeshuhudia GST hivi sasa bajeti yake imeongezeka. Tunategemea kuwa na ujenzi mkubwa wa maabara Dodoma, Geita na Chunya, lakini vile vile kuongeza vifaa. Lakini vile vile tunategemea GST wao ndio watakoratibu ununuzi wa helikopta ambao itafungwa vifaa maalum kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina, ili kuwaongoza vizuri wachimbaji hasa wadogo wa nchi yetu ya Tanzania ambao wamekuwa wakichimba kwa kubahatisha.